Jaji Warioba ametoa kauli kuhusiana na sakata la kesi ya Tundu Antipas Lissu. Jaji Warioba ametoa wito huo wakati akijenga hoja kuwa mamlaka alionayo rais hayamzuii kumtoa mtu gerezani. Mwanasiasa mkongwe Jaji Warioba amesema kwamba busara za kisiasa zinatakiwa kutumika ili kumwezesha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini kuachiwa huru. Kauli ya Jaji Warioba imekuja siku chache tu tangu wadau wa siasa na haki za binadamu nchini kueleza hatua 4 za kiutu, ikiwemo kumwachia Lissu katika kurejesha taifa pamoja baada ya matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Jaji Warioba, mwanasheria na jaji wa siku nyingi na aliyewahi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia Novemba 5 mwaka 1985 hadi Novemba 9 mwaka 1990, amesema hayo katika mahojiano na mwandishi wa siku nyingi Jenerali Ulimwengu. Jaji Warioba amesema kuwa mamlaka alionayo rais ya kutoa msamaha kwa wafungwa hayamaanishi kuweza kuingilia uhuru wa mahakama, akieleza kuwa rais anaweza kutumia mamlaka alionayo pale anapoona kwamba kuna sababu za msingi za kuweza kuponya majeraha au kulinda maslahi mapana ya nchi. Jaji Warioba amesema kwamba mahakama inapomhukumu mtu hata kwa adhabu kubwa kama kifungo cha muda mrefu au hukumu ya kifo, uamuzi huo ubaki kuwa wa mahakama, lakini katiba inampa rais mamlaka ya kusamehe au kupunguza adhabu katika mazingira yanayofaa. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukisema Jaji Warioba, amesema kwamba mahakama imeamua, lakini rais anaweza kusema kwamba huyu hapana. Ndio maana kila mwaka wakati wa siku ya uhuru hutolewa orodha ya watu ambao rais amewasamehe. Anao uwezo huo, Jaji Warioba alisema. Lakini Warioba pia amesema kuwa mamlaka hayo yanaweza kutumika pia katika mazingira ambayo nchi inahitaji kutuliza hali, kuponya majeraha au kufungua nafasi ya mazungumzo, akisisitiza kuwa hatua hiyo si kuingilia mahakama bali ni kutumia mamlaka aliyopewa rais. Akatolea mfano Mbowe. Mbowe alitiwa ndani, lakini kwa sababu ya public interest, yani maslahi ya umma na mambo yaliyokuwa, akasema kuwa tumtoe ili tuweze kujadiliana. Akumtoa sababu ya kwamba swala hili liko mahakamani, hivyo hawezi kuingilia mahakama. Ni Jaji Warioba akamesema hivyo kuhusiana na swala la sakata la Lissu. Lakini akatoa mfano mwingine, amesema kwamba mwaka jana wakati vijana wengi walikamatwa na kufikishwa mahakamani kutokana na vurugu za uchaguzi, rais aliweza kuingilia kwa kuzingatia hali ya nchi na kuamua kuachilia. Sasa Jaji Warioba akauliza, kwa nini katika hili la Lissu ishindikane? Kwa sababu nchi iko katika hali fulani. Unaona, hili tuweze kuponya majeraha haya, tuzungumze, ni vizuri huyu akaachwa kwa sababu ni mtu muhimu katika haya. Amesema hivyo Jaji Warioba. Lakini amesema kwamba Tanzania haitakuwa nchi ya kwanza kutumia mamlaka hayo, akitoa mfano Afrika Kusini wakati wa utawala wa makaburu, ambapo baadhi ya watu walifungwa kutokana na msimamo wao au misimamo yao ya kisiasa. Kauli hiyo ya Warioba inaungana na ile aliyowahi kuitoa mnamo Julai 13 mwaka 2026 na mwanasiasa mkongwe, mwanazuoni wa uchumi Profesa Anna Tibaijuka, aliyemshauri Rais Samia Suluhu Hassan kutumia hekima, busara na kuzingatia falsafa yake ya 4R aliyoyasisi kumwachia huru Tundu Antipas Lissu. Rais Samia alipoingia madarakani mnamo Machi 19 mwaka 2021 alitangaza kuongoza kwa kutumia falsafa ya 4R
yaani akimaanisha reconciliation, resilience, reform na rebuild, akimaanisha kwamba maridhiano, mabadiliko, ustahimilivu na kujenga upya. Ndio maana ya zile 4Rs. Kwa mujibu wa Tibaijuka, akasema kwamba kuendelea kwa kesi ya Lissu na simulizi zinazoripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa vinazidi kuibua hisia tofauti miongoni mwa vijana na kuweza kuathiri taswira ya Tanzania pamoja na maslahi yake katika jumuiya ya kimataifa. Ushauri huo wa Profesa Anna Tibaijuka ulienda sambamba na ule uliotolewa na Baraza la Mawaziri wa Jumuiya ya Madola lilipoipa serikali ya Tanzania muda wa siku 30 kuweza kutafuta suluhisho la kisiasa na kisheria kuhusu kesi inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Taarifa hiyo iliyotolewa baada ya kikao cha 73 cha dharura cha jumuiya hiyo ya madola kilichofanyika mnamo Julai 10 mwaka 2026. Katika mahojiano yake juzi yaliyofanywa na mwanahabari mkongwe Jenerali Ulimwengu na kurushwa na JU Post, Jaji Warioba amejenga hoja yake kirejelea namna baadhi ya wanasiasa waliowahi kuwekwa gerezani lakini Rais Samia Suluhu Hassan akawatoa. Jaji Warioba ameeleza namna rais alivyomtoa gerezani mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe aliyekuwa akikabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukieleza mzee Warioba, amesema kwamba Mbowe aliwekwa ndani kwa sababu ya maslahi ya umma na mambo yalivyokuwa, akatoka ili kuweza kujadiliana. Lakini Julai 21 mwaka 2021 Mbowe alikamatwa na polisi jijini Mwanza kisha akasafirishwa hadi Dar es Salaam kwa tuhuma za ugaidi. Mnamo Agasti 16 mwaka 2021 Mbowe alishtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa makosa mbalimbali ikiwemo kufadhili vitendo vya ugaidi na alikaa ndani kwa miezi 8. Baadhi ya viongozi wa kisiasa walimwomba Rais Samia Suluhu Hassan kumwachia Mbowe. Miongoni mwao alikuwa ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe, akitaka kuingilia kati sakata la Mbowe, wakisema kwamba rais ana uwezo huo. Mnamo Novemba 13 mwaka 2025, akihutubia bunge, Rais Samia Suluhu Hassan aliviagiza vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo ofisi ya DPP kuchuja makosa ya vijana wanaoshtakiwa kwa makosa ya uhaini baada ya maandamano yaliyosababisha vurugu wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwa wale vijana waliofanya makosa kwa kufata mkumbo waachiwe huru. Natambua kuna vijana wengi wamekamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, hawakujua wanachokifanya. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amesema Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini aliongeza akisema kwamba wengine walifata mkumbo. Nikiwa kama mama na vielekeza vyombo vya kisheria kuangalia makosa yaliyofanywa na vijana wetu, kwa wale waliofanya mambo ya kufata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao, alisema Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo kwa siku ya leo kuhusiana na jambo hili ambalo Jaji Warioba ambaye ameweza kutoa ushauri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba anaona ni vema Tundu Antipas Lissu aachiwe huru kutokana na yale mambo yanayoendelea hapa nchini kwa sasa. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujadiliana kuhusiana na hizi taarifa mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania.